Katika bahari ya Mediterranean, mvutano mkubwa unaendelea kati ya wanaharakati wa kimataifa na jeshi la uhamiaji la Israeli. Hii ni simulizi kuhusu Samari Flotilla, msafara wa meli na mashua zaidi ya 40 uliokuwa na lengo la kupeleka misaada ya ubinadamu kwa watu wa Gaza. Lakini hadi sasa karibu mashua zote zimesimamishwa na jeshi la Israeli. Zaidi ya watu 400 kutoka mataifa mbalimbali wamekamatwa na msaada waliokuwa nao umezuiwa kuingia Gaza. Licha ya vikwazo hivi, bado ipo meli moja inayoelekea na safari. Meli hiyo inajulikana kama meli Nete, imerekodiwa moja kwa moja kupitia kamera ikiwa umbali wa kilomita 140 kutoka ukanda wa Gaza. Katika tukio jingine, meli ya Mikeno ilifanikiwa kuvuka kwa muda na kupenya hadi umbali wa kilomita 13 kutoka pwani ya Gaza kabla ya kusimamishwa na majeshi ya Israeli. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli, anasema kuna chombo kimoja kilichobaki katika jaribio hili. Kikikaribia kitakuwa kinaingia moja kwa moja kwenye eneo la mapigano na kuvunja kizuizi, na juhudi hizo zitazuiwa. Hali hii inazua maswali mengi na makubwa zaidi. Je, dunia itashuhudia meli ya mwisho ikifanikiwa kuvunja kizuizi na kupeleka misaada, au historia ya Flotilla itabaki kwa kumbukumbu ya mvutano wa mara kwa mara kati ya wanaharakati wa kimataifa na jeshi la Israeli? Lakini kwa sasa macho ya dunia yote yanaelekezwa kwenye bahari hiyo kusubiri kuona kitakachotokea katika masaa machache hayo ambayo yanakuja. Hamad Flotilla imekuwa ni shirika moja ambalo limekuwa na mshikamano mkubwa kweli kweli, na watu wakionyesha ya kwamba wanahitaji kuweza kufikisha misaada kwa watu wa Gaza, kwa sababu wameonekana ni watu ambao wanahitaji msaada zaidi wa vitendo kuliko hata maneno ya mtandaoni na hashtag ambazo zimekuwa zikiendelea kupostiwa, kwa sababu idadi kubwa ya watoto inaweza kupoteza uhai, sababu na hapo namba kubwa ya watu wanaweza kufariki na hata majengo na miundombinu kuweza kuharibiwa. Kama utafahamu vizuri, inaelezwa kuwa eneo la Gaza ndio eneo namba 2 kuharibika kwa madhara ya kivita baada ya hilo Hiroshima na Nagasaki ambayo ilikuwa imeshambuliwa na Mrusi katika vita vya pili vya dunia. Basi hili limekuja kuwa lingine jipya.